Akizungumza katika hafla hiyo, mwenyekiti wa mtandao huo SSP Amina Kahango amesema wao kama majeshi wanawake wameguswa na maisha ya mwanaume huyo baada ya kusikia taarifa zake na kuzifuatilia kwa ukaribu kujiridhisha majeshi yote, na ndipo alichukua hatua ya kuja kumfariji na kumpatia zawadi hizo na kumpa jina la King Jasiri. Kwa hiyo kwa kupitia hiki kidogo tulichokuwa nacho, hata tunasema leo tumemwongezea siku ya kuishi. Naamini kuna tabasamu nililiona. Lile tabasamu limemwongezea maisha marefu kwa siku ya leo. Naamini hajawahi kutoa tabasamu la hivi. Pia tunaamini watoto wetu kupitia msaada ambao tumeutoa sisi wanawake wa majeshi ni kwamba tunaonyesha kwamba watoto wetu tuko pamoja nao, wasijisikie kwamba wanafedheheka ndani ya hii dunia kwamba wametengwa. Hapana, tuko nao pamoja, na pia tunachowahimiza kitu cha msingi, wasome kwa bidii, waweze kufikia malengo, na pia kusoma kwao kutamfariji hata baba aweze kuongeza juhudi ya kuweza kuifanikisha familia yake. Filipo Matayo amewashukuru wanawake hao wa majeshi hayo kutoka mkoa wa Manyara kwa kuja kumfariji na kusema kuwa kutokana na hana nyumba ya kuishi na watoto wake 7, hivyo ataanza ujenzi wa nyumba yake ili apate sehemu ya kujihifadhi. Mimi kwenye huu msaada ambao hawa watu ambao wamekuja kunisupport. Mheshimiwa, mimi kwenye hili ni Mungu toka niona kutoka mbinguni. Kwa kweli nimefarijika, ni jambo ambalo kama ina watu wakiaga wanadamu basi imebahatika kunitokea, na naomba ibahatike kwa watu wengine ili nao wasaidike, kwa sababu ni changamoto. Mimi hivi unavyomwona hao wawili pamoja na huyu baba na watoto, singeweza kunusuru hali yao hata ya kusoma. Kwa maana unawaona katika hali hii changamoto kweli. Nilipokuwa idol ikabidi nipige yowe kwa mtu yoyote ile asiyenifahamu na anayenifahamu. Kahangaika sana. Lakini nashukuru hao wadau waliojitokeza kuja kunisupport. Nasema Mungu wa mbinguni awabariki na awaongezee mapato yao katika sehemu ambao walichukua. Mimi sina. Wananchi wa kijiji hicho waliokuwa wakishuhudia namna baba huyo anavyoishi kwa taabu na watoto wake hao toka alipoondokewa na mke wake wana haya ya kusema. Huyu baba alikuwa na mazingira magumu sana. Huyu baba maeneo yake yote yamekodisha kwa ajili ya fedha za kuwasomesha watoto, na hata mengine ameuza ili awasomesha watoto. Lakini kikubwa zaidi, mtoto alipopata matatizo haya ya kuparalyze, basi alitoa mali zake nyingi. Kwa kweli hali yake sio nzuri. Tunaomba tena kama wako wengine wanaosikia habari hizi wamtafute ndugu Filipo Matayo, waendelee kumpa msaada. Ana mzigo mkubwa sana. Kutoka Babati mkoani Manyara, mimi Farah Suleiman wa ZBC.